Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Manchester United yapata faida lakini deni laongezeka hadi paundi bilioni 1.3. Mtendaji mkuu wa klabu ya Manchester United Omar Berenda anasema faida za mabadiliko ya nje ya uwanja klabu hiyo zinatambuliwa kupitia utendaji bora wa kifedha, ingawa deni la klabu hiyo sasa linakaribia paundi bilioni 1.3. United wameweka faida ya kiuendeshaji ya paundi milioni 32.6 kwa miezi 6 hadi tarehe 31 Disemba mwaka 2025. Hii inatofautisha sana na hasara ya paundi milioni 3.9 kwa kipindi kama hicho cha miezi 12 iliyopita. Hata hivyo, United pia ilitoa paundi milioni 25 za ziada kwenye kituo chao cha mikopo ambacho sasa kinasimama kwa paundi milioni 295.7. Pamoja na hayo, deni la urithi kutoka kwa ununuzi wa familia ya Glazer na madeni ya ziada yameorodheshwa zaidi ya paundi milioni 500, nyingi zikiwa ni malipo ya ada ya uhamisho. Klabu hiyo ilidaiwa paundi bilioni 1.29 mwishoni mwa mwaka jana. United pia ililipa paundi milioni 13.9 kwa gharama halisi ya fedha, ingawa hii ilikuwa chini sana kuliko paundi milioni 37.6 kutoka mwaka uliopita. Mnamo Agosti 2025, mwanablogi wa fedha za mpira wa miguu anayeheshimika Swiss Lambo aliziweka Everton na Tottenham juu ya Manchester United katika ligi yake katika deni. Hata hivyo, vilabu vyote viwili vimekopa ili kulipia viwanja vipya. United bado haijasema jinsi watakavyokusudia kuufadhili uwanja wao upya, ambapo huenda ukagharimu zaidi ya paundi bilioni 2, ingawa takwimu zinaonyesha ni kwa nini klabu hiyo ina hamu kubwa ya kurudi kwenye ligi ya mabingwa baada ya kutokuwepo kwa muda wa miaka miwili. Jumla ya mapato kwa kipindi husika yanakuwa paundi milioni 190.3, huku mapato ya kibiashara yakishuka kwa 8% kutoka miezi 12 iliyopita hadi paundi milioni 78.5. Hata hivyo, mishahara pia imeshuka kwa 9% hadi paundi milioni 75.1. Tangu alipochukua hisa 29% katika klabu hiyo miaka miwili iliyopita, Sir Jim Ratcliffe ameanzisha upunguzaji mkubwa wa gharama, ikiwa ni pamoja na raundi 2 za kupunguzwa kwa wafanyakazi ambao zimepunguza ajira 450. Hakukuwa na taarifa ya fedha kuhusu kiasi ambacho United ililipa kumfuta kazi kocha mkuu wa klabu hiyo Ruben Amorim, kwani hii ilitokea baada ya kipindi cha kuripoti. Mtendaji mkuu wa klabu hiyo Berenda anasema, sasa tunaona athari chanya ya kifedha ya mabadiliko yetu nje ya uwanja ikitokea katika gharama zetu na faida, alisema Berenda. Tunaendelea kuchukua mbinu ya kwanza ya mpira wa miguu na matokeo ya leo yanayoonyesha nguvu ya msingi ya biashara yetu. Tunaendelea kusukuma matokeo bora ya mpira wa miguu iwezekanavyo kwa timu zetu za wanaume na wanawake.